السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. بعد يحمده يكم حميدي الله جل وعلا، وسباب anastahiki kuhimidiwa kwa neema zake nyingi sana ambazo ametuneemesha sisi waja wake. Moja miongoni mwa neema kubwa inayopaswa yeye ahimidiwe sana na ashukuriwe ni neema ya kutujalia sisi kuwa ni Waislamu, na ndani yake kuna neema nyingi sana. Nyingine miongoni mwa neema zake ni kuwa yeye anaturuzuku sisi watoto. Walikuwepo wazee wetu, sisi tukawa watoto wao, kisha na sisi sasa tumekuwa mababa, tunao watoto wetu, na watoto wetu nao wengine washakuwa mababa, wanao watoto wao. Almuradi, hii ni neema kubwa sana ambayo Allah anapaswa kushukuriwa kwa neema hii. Maudhui yetu ambayo imepangwa izungumzwe katika wakati huu ambao tunamuomba Allah ajalie uwe ni wakati wenye kutufurahisha sana mbele yake siku tutakayokutana naye. Maudhui yetu ni tarbiyatul auladi, malezi ya watoto. Neema hii ya watoto, hii ni maudhui muhimu sana katika zama hizi, na hasa katika miji hii ambayo tunaishi. Neema yoyote ambayo Allahu Jalla wa Ala amemruzuku mja wake inahitaji kutunzwa, na Allah anahitaji kushukuriwa juu ya neema hiyo. Watoto ni neema, wanahitaji kutunzwa, walelewe, wapelekwe kwenye njia ambayo Allahu Jalla wa Ala amewataka waja wake wapite kwenye njia hiyo. Kwa hiyo mtu akiruzukiwa kupewa watoto, mtoto ana wajibu mkubwa mno, na hayo ni masulia
tarbiyatul abnai amanatun adhimatun, malezi ya watoto ni amana kubwa, wa mas'uliyatun adhima, na ni masulia makubwa sana. Tunafurahia sana pindi Allah akiwa anaturuzuku watoto, lakini siku tutakayofika mbele ya Allah kuna maswali kuhusiana na kila mtoto ambaye Allah amekupa. Ni masulia makubwa sana, taqa'u ala atiqi al-aba'i wal ummahat, masulia makubwa ambayo yako kwenye shingo za mababa na kina mama. وهي البنية الأساسية، na hilo ni jengo la msingi kabisa, libinai mujtamaatin qawiyatin wa matinatin fi Islam. Kizazi, watoto ni jengo la msingi kabisa katika kujenga jamii yenye nguvu iliyo madhubuti katika Uislamu. Allah akikuruzuku mtoto, amekupa tofali la kujenga society. Mtoto huyu ajenge, wewe umtengeneze mtoto ajenge, atengeneze jamii nzuri sana ya Kiislamu. Usifurahie tu kama umepata watoto na umepata maisha mazuri na umepata sehemu nzuri ya kuishi na una uwezo, ikawa kazi yako ni kumtafutia PlayStation, kumnunulia hiki na kile. Elewa kwamba umepewa jukumu kubwa. Mtoto huyu unahitaji kumtengeneza awe ni tofali mojawapo miongoni mwa matofali yenye kujenga jamii ya Kiislamu. Bal tu'tabaru tarbiyatu al-awladi ibadatun adhima, bali yazingatiwa malezi ya watoto ni ibada. Inazingatiwa malezi ya watoto ni ibada. Unapomlea mtoto wako kwenye tarbia aliyoifundisha Mtume, aliyoitaka Allah subhanahu wa ta'ala, unamtii Allah subhanahu wa ta'ala, unafuata mwenendo wa Mtume, wewe unaabudu kwa kufanya hivyo, wapata thawabu, wapata ujira. Kila ukimsemeza mwanao katika taa, Allah anakulipa. Kila ukimpeleka mtoto wako katika mambo ya kumfunza dini yake, wewe wafanya ibada, Allah anakulipa. Na kinyume chake itakuwa ni masulia. Ukimwacha una maswala ya kwenda kujibu kwa Allahu jalla wa ala. أوصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحث عليها في العديد من أحاديثه الشريفة. أموصية Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na amehimiza katika hadithi zake kadhaa tukufu. Kuna hadithi nyingi za Mtume ambazo amehimiza na amehusia juu ya jambo la kuwalea watoto katika malezi ya Kiislamu. Wazazi wengi wanaona madam kishampeleka chuoni
basi kazi yake imekwisha. Ni kazi ya mwalimu wa chuo tu tena. Mtoto ni masuhulia makubwa, Mtume amelihimiza sana. Tadabbar ma'i anna Allah subhanahu wa ta'ala bayana an dhalika fi kitabihi al-aziz, ili uone kwamba jambo la malezi ya watoto katika njia ya Kiislamu ni jambo kubwa na ni masuhulia makubwa. Ni kwamba jambo hilo Allahu jalla wa ala amelibainisha kwenye Qur'ani. Allah hazungumzi kitu kisichokuwa na faida kwenye Qur'ani. Kuhimiza jambo lisilokuwa na faida, afanye hivyo. Akilizungumza jambo, akilihimiza jambo, hilo jambo ni muhimu sana. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha kwenye kitabu chake Al-Aziz, wabayana kaifa ta'amala ma'ahu anbiya'uhu wa rusuluhu salawatullahi wa salamuhu alayhim. Bali Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha kwenye kitabu chake na akaonesha namna gani manabii wake na marasuli wake walivyoamiliana, walivyoshughulika na jambo la malezi ya watoto. Akataja si nabii mmoja wala si wawili kwenye Qur'ani, akiwa anatuonesha tizameni nabii fulani alivyoshughulika na kizazi, ili uone ujambo ukubwa wa jambo hilo, na nabii fulani alivyoshughulika na mwanawe, ili sisi tupate kuona kwamba kuruzukiwa mtoto si jambo la kwamba wewe umpeleke mtoto utakavyo wewe au mwachie mtoto afanye atakavyo yeye. Ukisoma katika Al-Qur'an Al-Karim, katika suratul Baqara, katika aya nambari 133, au tukianza na aya nambari 132 katika suratul Baqara, Allahu jalla wa ala anasema hivi: wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, na amehusia kwa jambo hilo Ibrahim nabiyullah wa Yaqub nabiyullah. Banihi, kila mmoja anahusia wanawe, wanawaambia watoto wao, inna Allah astafa lakum dina, enyi wanangu nyinyi, hakika Allah amekuteulieni nyinyi dini, nyinyi mna dini, msiishi kama watu wasiokuwa na dini. Inna Allah astafa lakum dina, katika dunia hii Allah amewachaulia nyinyi dini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim anasema hivyo, Yaqub anasema hivyo, wanasema na watoto wao, fala tamutunna illa wa antum muslimun, basi msifike kufa wanangu, ila muwe ni wenye kusalima amri kwa Allah, muwe ni Waislamu. Kufa katika hali ya Uislamu sio jina tu kwamba mimi ni Muislamu, la. Ibrahim anataka kuhakikisha kwa wanawe, Yaqub anataka kuhakikisha kwa wanawe Uislamu. Ndicho kitu ambacho wawe nacho, washikamane nacho, waishi nacho, wafe nao. Inna Allah astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun, hakikisheni msife ila nyinyi muwe ni Waislamu.
Si kwamba Allah akatuzungumza historia tu tujue kama Nabii Ibrahim na Yaqubu alifanya hivyo. La, Qur'ani imeletwa kwa ajili yetu sisi. Kwa hiyo Allah anakuonesha wewe na ananionyesha mimi. Tizama Ibrahim alivyofanya kwa wanawe, tizama Yaqub alivyoshughulika na wanawe. Ikiwa hawa ni manabii wamefanya hivi, maana yake wewe hutoachwa na kizazi ambacho Allah amekupa, ukiwache kifanye kinavyotaka, ukiongoze katika namna isiyokuwa ya Allah, hutoachiwa. Am kuntum shuhada idh hadara Yaqub al-maut, aya ya mbele yake 133. Allah akasema, anawaambia Mayahudi, am kuntum shuhada, au nyinyi mlikuwepo mashahidi, idh hadara Yaqub al-maut, wakati Yaqub nabiyu kilipomfikia kifo. Idh qala libanihi, kumbukeni aliposema Yaqubu kuwaambia wanawe, ma taabuduna min ba'di, wanangu mtaabudu nini baada yangu mimi? Mimi baba yenu nikiondoka duniani, nataka kujua ma taabuduna min ba'di. Pana mafunzo makubwa mno. Wewe kama baba, kama mama, watayarisha nini baada yako kwa wanao? Unawajengaje? Unawatayarishaje? Nabii Ibrahim, Nabii Yaqub anataka kujua, jamani nyinyi, mimi nikiondoka, ma taabuduna min ba'di, takuwa waislamu bado? Tamwabudu Allah bado? Nikiondoka mimi mtaabudu nini? Tuko katika nchi hizi za hatari. Watoto wetu hawa wanazungukwa, rafiki zao si Waislamu. Mabest friend wao hawa wanapinga uwepo wa Allah. Hakuna Allah. Wanazungukwa na marafiki ambao ni mapagani, hawaamini chochote, au watu wenye itikadi nyingine na dini nyingine. Hawa Yaqub kapambana nao mwenyewe wanawe. Mwisho anawaambia, nataka kujua ma taabuduna min ba'di, nikiondoka mimi. Tuna mtihani mkubwa watu wanaoishi katika nchi hizi. Wangapi mnasikia katika watu waliokuwepo katika nchi hizi wanapohojiwa wanasema, babu yangu alikuwa Muislamu? Hamjapata kusikia? Watu waliokuja nyuma kabla yetu. Na hata katika mkumbo wetu sisi, ni wangapi katika watoto wetu ambao tayari wamekwisha rikadi? Wako ambao tunasikia my grandpa au my granddad was a Muslim. Hamnasikia? Ibrahim na Yaqubu walikuwa wanahusia msife ila ninyi ni Waislamu. Yaqub, Allah anatuambia hapa, anataka kuhakikisha, anazungumza na wanawe, nikiondoka mimi duniani, ma taabuduna min ba'di, wanangu nyinyi mtaabudu nini baada yangu? Qalu na'budu ilahaka, watoto wakajibu, wa Yaqub akamwambia, sisi tutamwabudu muabudiwa wako, wa ilaha abaika, na huyo ndiye muabudiwa wa wazee wako wewe, huyo ndiye tutamwabudu sisi. Ismail, Ibrahim, Ismail wa Ishaqa, ndio huyo Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Ismail, Mungu wa Ishaqa, ilahan wahidan, muabudiwa mmoja tu. Wa nahnu lahu muslimun, na sisi
kwake yeye huyo ni wenye kusalim amri. Baba, usiwe na wasiwasi. Hii Allah anatuonesha sisi namna gani walivyoshughulika hawa watu wema waliolea watoto wao katika wema. Vipi wameshughulika, na mpaka unataka kuhakiki, mimi nikiondoka mtaabudu nini? Kisha mbele ya aya hiyo Allah anasema hivi, tilka ummatun qad khalat. Hao tunakuhadithieni Ibrahim, Yaqub, ummatun qad khalat. Huo ni umma ambao umekwisha pita, haupo tena. Laha ma kasabat, umma huo unayo yale ambayo wameyachuma, wanayo wenyewe yao. Walakum ma kasabtum, na nyinyi mtakuwa nayo mtakayoyachuma nyinyi. Tutakuja kuulizeni, fala tusaluna amma kanu ya'malun. Allah akasema hamtaulizwa nyinyi kuhusiana na yale ambao wao waliyafanya. Maana yake nyinyi tutakuja kuulizeni kwa mtakachokifanya nyinyi. Taulizwa juu ya watoto wenu, mliwalea vipi, mliwapeleka vipi? Wallahi ni masulia makubwa sana. وهكذا قال الله جل وعلا عن عبده نوح عليه السلام. na namna kama hiyo Allah akasema, akatuonesha sisi namna nabii wake mwingine Nuhu alivyoshughulika na mwanawe. ya bunayya irkam ma'ana wala takun ma'al kafirin. Ewe mwanangu, nabii Nuhu anamwambia mwanawe, ewe mwanangu, irkam ma'ana, panda pamoja na sisi, kuwa na sisi. Kisha anamwambia wala takun ma'al kafirin, usiwe pamoja na makafiri. Hapa pana lesson kubwa mno, hasa kwa sisi tunaoishi katika nchi hizi na watoto wetu. Nuhu, Allah anatueleza katika suratu Hud, lesson kwetu sisi. Nuhu anamwambia mwanawe, kuwa na sisi, usiwe na makafiri. ya bunayya irkam ma'ana wala takun ma'al kafirin. Katika juhudi zake, hajui Nuhu kitu gani kinafanywa na mwanawe. Anaweza mzazi akawa na juhudi kubwa mno juu ya mwanawe sana, na mzazi asitii wala asiwe mwema, lakini yeye mzazi huwa amepitisha juhudi yake kubwa ya kutosha, kwa Allah atakuwa yuko salama. Allah anatuonesha kwa kupitia nabii wake Nuhu alipokuwa akishughulika na mwanawe. wanada Nuhu ibnahu wakana fi ma'zili. Nuhu alimlingania mwanawe, na mwanawe alikuwa anamwambia, ya bunayya irkam ma'ana, mwanangu njoo upande pamoja na sisi. wala takun ma'al kafirin, usiwe pamoja na makafiri. Qala, mwanawe nabii Nuhu akamwambia, la, siji na nyinyi. Saawi ila jabali, mimi nitapanda juu ya mlima. Yaasimuni min alma. Nuhu anamwita mwanawe, anamlingania mwanawe wakati Allah analeta maangamizo, mafuriko, maji yanajaa. Kwa hiyo Nuhu anamwita mwanawe, njoo, kuwa na sisi, panda na sisi, usiwe na makafiri. Mwanawe anamwambia, saawi ila jabalin, usijali baba, mimi nitapanda juu ya mlima. Yaasimuni min alma, utanilinda mimi mlima huu na maji hayo hayanifiki. Qala, Nuhu anajua haya ni maangamizo, anamwambia mwanawe, la asima alyawma min amri llah, leo hakuna kuokoka mwanangu kutokana na amri ya Allah, ila aliyerehemewa akapanda humu ndo ataokoka, hakuna njia nyingine. Wahala bainahuma almawj fakana min almughraqin.
Allah hakupenda mazungumzo yale ya Nabii Nuhu na mwanawe yachukue muda. Wahala bainahuma almauj, likaingilia kati baina yao wimbi. Fakana min almughraqin, mtoto wa Nabii Nuhu ikawa ni miongoni mwa watu walioangamizwa. Nuhu akasikia uchungu, uchungu wa mwana aujuaye mzazi. Wanada Nuhu rabbahu, Nuhu akamuomba Mola wake, kamuita Mola wake, akamwambia inna ibni min ahli, ewe Allah, hakika mwanangu ni katika watu wangu. Si umeniambia nichukua watu wangu? Mwanangu ni katika watu wangu. Wa inna wa'adaka alhaq, Allah subhanahu wa ta'ala akamgomba Nabii Nuhu kwa maneno makali. Akamwambia la, innahu laysa min ahlik, huyu si katika watu wako hata kama ni mwanao. Innahu amalun ghayru salih, hiyo ni amali mbovu. Akagombwa, fala tasalni ma laysa laka bihi ilm. Tena akaambiwa inni a'idhuka, na kuonya Nuhu, na kupa warning, usiwe miongoni mwa watu wajinga unamwombea huyu. Hiyo ni kwamba Nabii Nuhu alikuwa hajui kinachoendelea kwa mwanawe, yakidhani mwanawe ni mwema. Pana mafunzo mengi sana ambayo tunaweza kujifunza katika habari hiyo ya Nabiyullah Nuhu na mwanawe. Lakini ukiwacha mbali manabii hawa, Allahu Jalla wa Ala anatuzungumza habari ya mtu mwingine, mja wake mwema. Anatuonesha namna na yeye alivyoshughulika na mwanawe mzee Luqman al-Hakim ambaye amemtaja hapa Ustadh Abdul Karim, Allah mhifadhi na wahifadhi nyote. Katika suratu Luqman Allah ametusimulia habari hiyo ili tuone mja mwema huyu Luqman namna gani na yeye amefanya. Na wewe wafanya nini kuhusu mwanao? Allahu Jalla wa Ala anasema, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu, kumbuka wakati Luqmani aliposema kumwambia mwanawe, ilhali na yeye anamuwahidi, anampa mawaidha mwanawe, anampenda mwanawe, anamwambia ya bunayya, ewe mwanangu, la tushrik billah, hebu kuwa mtu wa tauhidi, usimshirikishe Allah. Inna shirka la dhulmun adhim, hakika shirki ni dhulma kubwa sana, usije ukafanya kitu hichi. Nani kati yetu anashughulika na mwanawe kumsomesha tauhidi ambao ndio naqidu shirk, kitenguzi cha shirk, au dhiddu shirk, kinyume cha shirki ni tauhidi. Kwa hiyo ili mwanao asije akawa mshirikina, msomeshe tauhidi, ataweza kujua shirki ni kitu gani, asimshirikisha Allah. Allah anatuonesha jambo kubwa ambalo Luqman ameshughulika nalo kwa mwanawe, ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim. Kisha Luqman anamuonesha mwanawe uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, anamsomesha, anamwambia ya bunayya, ewe mwanangu, innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin au fi samawati. Ewe mwanangu, kaa ukijua hakika chochote kile, hata kiwe kina uzito wa tembe ya khardal, kiwe kidogo mno, mithqala habatin min khardalin, kiwe kina uzito wa haba ndogo ya khardal, fatakun fi sakhratin, kiwe huko majangwani, huko majabalini, huko. Uelewe uwezo wa Allah. Au fi samawati, au kiwa huko mbinguni, huko juu, huko. Au fil ardi,
chochote kile au kiwepo ardhini, yati biha Allah, jua kwamba hicho Allah atakileta. Inna Allah latifun, hakika Allah ni mwenye habari ya mambo yaliyofichikana. Khabirun, ni mwenye habari ya kila kitu. Hebu elewa uwezo huu wa Allah. Tizama haya mafunzo ambayo Luqmani anayaweka kwa mwanawe. Anamfunza mwanawe asmaullahi wa sifatuhu, majina ya Allah na sifa za Allah. Anamfunza mwanawe uwezo wa Allah, anamjaza mwanawe tauhidi, aelewe uwepo wa Allah na uwezo wa Allah, kwamba huna pa kukimbilia, huna pa kujificha katika ardhi hii. Innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin au fi samawati au fi al-ardi yati biha Allah inna Allaha latifun khabir. Hiyo ni tauhidi, hiyo ni aqida ambayo Luqman anaipandisha kwa mwanawe. Kisha anakuja naye katika mambo ya fiqh. Sasa anamwambia ya bunayya aqimis sala, e mwanangu simamisha swala. Sio uende tu msikitini ukirudi sio usali tu, aqimis sala, sala isimamishe biarkaniha wa wujubiha, simamisha swala kwa nguzo zake, kwa wajibati zake, kwa nyakati zake, kwa kuijua. Aqimis sala, simamisha swala. Wa'mur bil ma'rufi, na amrisha mema. Wanha 'anil munkar, na kataza mabaya. Wasbir ala ma asabaka, na vumilia mwanangu juu ya mambo yatakayokukuta, kwa sababu mambo hayo, kazi hiyo yatakukuta mambo. Inna dhalika min azmi al-umur, hakika hayo ni katika mambo ya kuazimia. Kisha Luqman anamfunza mwanawe akhlaqi, tabia njema. Anamwambia wala tusahhir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Wala tusahhir khaddaka linnas, wala mwanangu usiwadharau watu. Wala tusahhir khaddaka linnas, usiwaangalia watu kwa jeuri, kwa upande mmoja wa uso, usiwadharau watu. Wala tamshi fil ardi maraha, wala usitembee katika dunia kwa pozi. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, hakika Allah hampendi kila ajivunaye mwenye kujifakharisha. Akaendelea mpaka aya ya mwisho. Muda uniruhusu kukunjuka sana, lakini anamfunza hapo akhlaq. Ndugu zangu Waislamu, vipi tutawalea watoto wetu katika tarbia ya Kiislamu iliyo njema? Haya tukiyazungumza, pengine wazee wengine yanawakata maini, matumbo yanawauma wakiangalia watoto wao. Wengine wako magerezani, wengine akhlaqi zao mbovu, wengine hana cha kusema mzazi. Toto wa kike anatoka saa anayotaka, anarudi saa anayotaka, anarudi ananuka bangi au ananuka ulevi, kalewa, na anayaona hivi, athubutu kusema kumwambia mwanawe. Ndugu zangu Waislamu, mmoja kati ya msingi madhubuti wa kulea watoto wetu ni kuwashajiisha, kuwafundisha, kuwaelimisha Qur'ani. Sio tu matni, wakasome matni, la. Mtume anasema khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, mbora wenu nyinyi, mbora wenu, best wenu, man ta'allama al-Qur'an, ni yule mtu aliyejifundisha Qur'an, kajifundisha. Sio kajua tu matni kusoma alhamdulillah rabbil, la, aliyejifundisha Qur'ani wa 'allamahu, na akaifundisha ile Qur'ani. Huyo ni mtu best kabisa. Ajabu ya sisi Waislamu, hatutaki kuwa best, ni wachache mno.
waliojifundisha Qur'ani wakaijua katika Uislamu. Lakini mtume wetu atuambia huyu ndio mtu bora, ndio mtu best, man taallama alqur'ana wa 'allamahu. Huu ni msingi madhubuti kuwashajiisha watoto kuisoma na kuihifadhi. Ndugu zangu Waislamu, tukijiangalia maisha yetu, dakika nilizobakisha ni chache sana, na ndio kwanza nilikuwa tu naonyesha kwanza umuhimu wa hilo jambo la malezi ya watoto, namna Allah alivyolionyesha kwenye Qur'an, kisha ndio tuje katika mengine, lakini nimeambiwa hapa nibakisha dakika 10. Mmoja kati ya watu wema waliotangulia alisema, min saadati almar'i an takuna zawjatuhu salihah wa auladuhu abrara wa ikhwanuhu salihin. Min saadati almar'i, katika mambo mazuri ya mtu, katika mambo matukufu ya mtu, an takuna zawjatuhu saliha. La kwanza kabisa ni mtu kuwa mkewe mwema, mke kuwa mwema. Kuna tofauti ya wema na uzuri. Kwanza utangulizwa wema, kisha ndio uangaliwa uzuri, body structure. Kwa hiyo nasema min saadati almar'i, katika mambo matukufu ya mtu, kipata kitu hicho kapata kitu kitukufu mno. Antakuna zawjatuhu saliha, kwanza kuwa mkewe mwema, wa auladuhu abrara, la pili watoto wake kuwa wema, wa ikhwanuhu salihin, na ndugu zake kuwa wema. Hili utalipata wapi katika maisha ya leo? Akawa mtu kapata mkewe mwema, wanawe wote wema, na ndugu zake wema. Unalipata wapi? Ni nadra kulipata, kwa sababu iko misingi ilikosewa ili tuje tupate watoto walio wema. Ndugu zangu Waislamu, watoto wetu wanahitaji kuelimishwa vitu vya msingi vya kumtambua Mola wao, ili tuweze kuwaokoa na tahadiyati alhaya, challenge za uhai, hasa katika nchi kama hizi ambazo tunaishi. Watoto wetu wanafesi challenge ambazo sisi wazee hatuzifesi. Kuja kusikia tu mtoto fulani ameritadi, nadhani hayo tushaanza kuyapata katika vizazi vyetu sisi tuliokuja miaka hii kuanzia 95 hapo hadi kufikia leo. Wako tayari baadhi ya watu watoto wao washaritadi. Haijaja hivi. Yule aliyeritadi aliface challenge nyingi mpaka ikafika pahala akaona Uislamu hauna maana yoyote. Sisi wazazi tunashinda makazini, tunatoka watoto wamelala, tunarudi watoto wamelala. Rafiki zao si Waislamu, walimu wao wanaoishi nao sana kwa muda mrefu si Waislamu. Akirejea nyumbani kuna PlayStation katengenezewa maalumu, ana televisheni yake chumbani kwake, ana smartphone yake, anakwenda anapotaka, anaperuzi anavyotaka, anayaona uyataka. Na bahati mbaya hiyo lugha iliyomo humo anaifahamu zaidi kuliko wewe mzazi. Halafu wewe mzazi hakuna cha kumuokoa mtoto huyu katika kufesi zile challenge.
qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah ametuambia katika Qur'ani, ziokoeni nafsi zenu nyinyi wazee, wa ahlikum, na watu wenu, wake zenu, watoto wenu, waokoeni na moto. Waquduha an-nas wal hijara, moto ambao mwako wake ni watu na mawe, waokoeni. Unawaokoaje? Viko vitu ambavyo mzazi anatakiwa avisomeshe kwa wanawe katika kuwalinda na kuwaokoa, vitu vya mwanzo katika vitu vya aqida. Kitizama al-Imam Tirmidhi ametusimulia kutokana na hadithi na malizia shawisha mudango, ametusimulia hadithi inayotokana na Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa ardah. Mtume alikuwa na kijana Ibn Abbas. Mtume sallallahu alayhi wasallam anakufa, Ibn Abbas ana miaka 12 au 13, mtoto mdogo tu anakufa Mtume na mwacha mtoto mdogo. Lakini nyuma huku tunasimuliwa hadithi, Mtume siku moja alikuwa akimwambia Ibn Abbas, ya ghulam, ewe kijana we, ihfadhillaha yahfadhuka, ihfadhillaha tajiduhu tujahaka, wa idha sa'alta fas'alillah, wa idha ista'anta fasta'in billah, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak, ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. Maneno mazito makubwa. Ukimwangalia huyu mtoto wake Mtume anakufa na miaka 12. Sisi leo tunaweza kusema maneno haya yako juu ya uwezo wake. Maneno makubwa sana. Anamwambia kijana mdogo, ya ghulam. Tizama maneno mpaka leo yapo, na msimulizi wake ni huyu Ibn Abbas. Ya ghulam, ewe kijana we, ihfadhillaha, muhifadhi Allah, yahfadhuka. Allah ukimhifadhi kijana wewe, na Allah naye atakuhifadhi wewe. Ihfadhillaha tajiduhu tujahaka, muhifadhi Allah kijana wewe, utamkuta Allah yuko upande wako wewe daima. Wa idha sa'alta fas'alillah, kijana unapotaka kuomba muombe Allah. Wa idha ista'anta fasta'in billah, kijana unapotaka msaada taka msaada kwa Allah. Wa'lam, jua kijana wewe, anna al-ummata, umma wote dunia nzima, lau ijtama'at, lau kama itakusanyika, ala an yanfa'uka bi shay'in, wa kubenefit wewe, wa kunufaisha wewe kwa jambo lolote, lam yanfa'uka, hawawezi kukunufaisha, illa bi shay'in qad katabahu Allah laka, illa ukiona umepata manfaa kwa jambo lolote lile wamekuletea watu au mtu yoyote ule, basi jua ni jambo ambalo tayari Allah amekwisha liandika kwako, amekwisha lipanga zamani. Kuwa na elimu hii. Hii ni knowledge kubwa sana ambayo Mtume anaipandisha kwa kijana mdogo. Kuna mafunzo makubwa sana kwenye hadithi hii kuhusiana na watoto wetu hawa, makubwa mno ambayo Mtume ameeleza, na mengi ambayo Mtume ameeleza. Watoto wadogo hawa wanahitaji kusaidiwa katika mambo ya imani. Masahaba wanasimulia Abdullah bin Jundub
radhiallahu anhu wanasema kunna ghilmanun hazawira, sisi tulikuwa vijana wadogo tu chini ya baligh, tunakaa chini ya mtume, watoto wadogo chini ya baligh. Wa ahaduna la yu'ta al-iman qabla al-Qur'an, tunakaa chini ya mtume, watoto wadogo chini ya baligh, mmoja wetu sisi anapewa mambo ya imani kabla al-Qur'an, kabla ya kusomeshwa Qur'an. Ndugu zangu Waislamu, nisikitike kusema kwamba sina budi nisimame hapa kwa sababu muda uliopangwa umeisha, na yako mambo ya msingi sana tulipaswa kutanabahishana juu ya hawa watoto wetu, vinginevyo tutawafanyia dhulma kubwa mno katika maisha haya wanayoishi na hivi wanavyokwenda, na sisi tunawaona wanakwenda hivi. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ أولادنا. نسأل الله جل وعلا أن يربيهم وأن يطرد الشيطان من بيوتنا. والله الموفق، وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Naam, barakallahu fiki, shukran ustaz. Kutoka kuna adhana kidogo kwa dakika 2-3, lakini kama mtu anataka na maswala anaweza kuuliza, na mashekhe na ambao wapo hapo, kuna Sheikh bin Rajab, kuna ustaz Al-Khamis, tutawapisha kwenye viti hapa biidhnillah, watajibu maswala inshallah. Barakallahu fiki. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي Naam, nadhani hamna maswala, inshallah tutakuja kupanga wakati mwingine biidhnillah kuendelea na maudhui iliyokuwepo.
sababu ustazi hakuimaliza. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala amlipe kila la kheri, na tujalie sisi tu miongoni mwa wale ambao wenye kusikiza maneno na wenye kufuata yale mazuri, na Allah ihifadhie vizazi vyetu na vizazi vinavyokuja baada yetu sisi biidhnillah ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.